Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya ya 10 hadi ya 14. Siku zile Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana, au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu, hata kumtaka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Neno la Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Kiitikio:
atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 7. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi.
Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiria hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimia neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Karibuni tutafakari kwa pamoja masomo ya Dominika ya leo, Dominika ya 4, kipindi cha Majilio, mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya, sura ya 7 aya ya 10 hadi aya ya 14. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 7. Zaburi ya 24, kwa imba na kuitikia, mfalme mtukufu apate kuingia, yeye ndiye mfalme mtukufu. Na Injili tuliyoisikia hivi punde ya mwinjili Mathayo, sura ya 1 aya ya 18 hadi aya ya 25. Dominika ya 4 ya Majilio, tunawasha mshumaa wetu wa mwisho, mshumaa wa upendo.
Tulianza matumaini, amani, furaha, na sasa tunamalizia na upendo. Upendo ambao ndio amri kuu tuliopewa na Bwana wetu Yesu Kristo, kumpenda Mungu na kumpenda nani? Jirani. Kumpenda Mungu na jirani. Pengine niulize, kati ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani, ipi rahisi? Mungu ama jirani? Maana upendo unaenda kwa Mungu, lakini unaoenda pembeni unaenda kwa nani? Ipi rahisi kwako, kumpenda Mungu au kumpenda jirani? Na mimi umepata jibu. Mwingine atasema nimpende jirani yangu huyu ambaye kila siku ananitukana, lakini ndio amri tuliopewa, kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Sasa utafakari, kama ni amri haina maelezo, sio? Tukishapewa amri ni kutii, hakuna kuanza kuuliza. Ningekuwa ombi tungekuwa tunajifikiria labda nikatae, sio? Si ni ombi, lakini ni amri. Leo tutafakari juu ya mpango wa Mungu. Tunamsikia Mtakatifu Yosefu katika somo la Injili, anahamaki na kujiuliza na anaogopa, anataka kumwacha Bikira Maria kwa siri, lakini malaika anamtokea, anamwambia maneno na anayapokea bila kuhojihoji, anayapokea bila kuuliza. Ndio maana nikasema mwanzoni tunaalikwa kupokea mpango wa Mungu kwa unyenyekevu. Pale ambapo tunaona hatuelewi, pale ambapo mambo yanakuwa ni magumu, tuseme Mungu, kama hili umelipanga basi litimie. Japo kiubinadamu si rahisi, kwa sababu mara nyingi tutauliza why me? Kwa nini? Kuna waimbaji waliimba, kwa nini umeruhusu? Sio, kwa nini umeyaruhusu yafanye nini? Sijui atusononeshe, sijui atuumize. Hayo ndiyo mawazo yetu binadamu. Pale ambapo tunaumia tunajiuliza mara nyingi, kwa nini mimi? Kwa nini haya yanifike mimi? Kwa nini haya yanipate mimi? Kwa nini haya yatokee kwangu? Kwa nini mimi niwe wa kuugua tu? Kwa nini mimi nisipate hiki? Tunataka kumpangia Mungu, lakini Mungu ana makusudi yake. Mungu mipango yake inaandaliwa tena kwa muda pengine mrefu, na ndio maana Nabii Isaya anasema mawazo ya Mungu si mawazo yetu. Sijui ingekuwaje kama Mungu angeruhusu sisi tuwe tunampangia. Yaani ungepanga kipi? Mungu angeruhusu kwamba hebu panga unataka kipi? Panga unataka kipi? Panga unataka mambo yaendeje? Wengine tungeshindwa kupanga kwa sababu tuna mambo Tumsifu Yesu Kristo. Yaani unaweza kupewa nafasi. Kuna sehemu moja nimeona mtu ameandika, anasema kila ninapoulizwa nikuletee nini, nikuletee zawadi gani, akili yangu huwa inahama ghafla. Yaani mtu anakuuliza anataka kuja kutembelea, nikuletee zawadi gani, unashangaa akili inafanya nini, inahama ghafla. Unabaki na una mambo mengi ambayo unahitaji, kila mtu amekuuliza tu nikuletee nini, unashangaa ghafla akili imefanya nini, imehama, huelewi. Sasa hata Mungu angekuwa anatuuliza unataka nini? Ni mmoja tu, shujaa mmoja yule kipofu alisema nataka kufanya nini? Nipate kuona. Yaani yeye hakupindisha. Mungu alivyoulizwa tu na Yesu kwamba unataka nini, anasema Bwana nipate kuona. Yesu akamwambia upate kuona, imani yako imekusaidia. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tumemsikia mfalme Ahazi. Huyu mfalme inasemekana hakuwa na imani. Hakuwa na imani. Na mara nyingi hata katika maisha yetu ya kawaida, ili uende kuomba hata kitu kwa mtu, uwe na imani naye. Yaani ukitaka kwenda kuomba msaada, kwenda kuomba msaada kwa kaka yangu hapa, lazima kwanza nimwangalie kwamba nahitaji shilingi 5,000. Je, anayo? Nikitaka kwenda na shida ya shilingi 2,000 naenda kwa mtu fulani. Nikiwa na shida pengine ya milioni 1 nitaenda kwa mtu fulani ambaye namuona kidogo anafanya nini, anaendana, sio? Au ni mimi ndo naelewa hivyo? Yaani ukiwa na shida fulani unaenda kwa mtu fulani kwa sababu unaona kabisa kwamba kwa shida hii, kwa ukubwa huu wa shida, yule atanisaidia. Sasa huyu mfalme Ahazi nasemekana hakuwa na imani. Ndio maana alipoambiwa kwamba atake makubwa si kwa Mungu, anasema ni jambo dogo kuwachosha wanadamu mpaka mnataka kumchosha na Mungu.
lakini kumbe kimsingi hakuwa na imani. Hakuwa na imani, na ndio maana akaona ni bure kabisa, hata kwenda kwa Mungu huko bado haifai kitu. Kuwa na imani. Tukiwa na imani, hata Yesu alisema tunaweza tukahamisha hata nini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwani tunasinzia? Na mvua zinanyesha hizi, watu tukawii kumalizia usingizi kanisani. Tuamke. Hebu mpe Pepsi jirani yako kidogo hapo ashtuke. Lakini watu tunasinzia kanisani badala ya kutafakari. Mfalme Ahazi anaona kwamba, anawaambia watu ni jambo dogo kuwachosha wanadamu mpaka mnataka mchoshe na Mungu. Kumbe kimsingi hakuwa na imani. Tukiwa na imani tunaweza tukahamisha milima. Tukiwa na imani tunaweza tukawaambia mti huu ung'oke uende mahali kwingine. Ndicho ambacho tunaalikwa kukitafakari siku ya leo. Lakini Injili inatuambia Mtakatifu Yosefu vile alikuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimia kumwacha kwa siri. Ni maneno mazuri sana ya kuyatafakari katika familia zetu, kuyatafakari katika utume wetu, kuyatafakari katika maisha yetu ya wito. Kama mwanandoa uyatafakari, kama mtawa uyatafakari, mimi kama padri ni yatafakari kuwa mtu wa haki, lakini kuepuka kuaibisha wengine. Mara nyingi utasikia mtu akiongea kwamba labda huyu ndiye msiri wangu. Nishawahi kusikia mtu anaongea namna hiyo, wewe ndiwe msiri wangu. Sasa kwenye familia zetu, kuna familia moja actually ni mbili kama zilishafika, nilienda nikakuta wameandika kibao, si kibao wameandika, si wamekitoa wapi, lakini wameandika pale kwamba uyaonayo hapa Tumsifu Yesu Kristo. Uyaonayo hapa na mimi sisemi niliyoyaona, si ndio? Ila mimi nimesema juu ya nini? Juu ya kile kibao nilichokiona, kwamba uyaonayo hapa si uyaache hapa, si uyasikiayo hapa ufanye nini? Kwa hiyo unapotoka pale kung'uta mavumbi kabisa, kwamba yabaki wapi? Yabaki pale pale, sio kaenda kuanza kutangaza mama fulani nimeenda nyumbani kwake leo, anaonekanaga iko hivi kule. Sasa huyu Mtakatifu Yosefu anasema asitake kumwaibisha mwenzake, aliazimia kumwacha kwa siri. Anasema kuna watu hatuna siri, yaani ukimwambia neno dakika tano nyingi ameshajiunga na bando kwa ajili ya nini? Kusambaza habari. Umesikia? Umesikia? Umemwona? Tayari. Sasa hebu tutafakari, tuanze kwenye familia zetu. Tunaishije? Kisha twende kwenye maisha yetu ya wito. Maana Mtakatifu Yosefu ni baba wa familia, sio? Anatufundisha namna ya kuishi kwenye familia. Tunaambiwa alikuwa mtu wa haki, na pengine hata kwenye masomo au kwenye Injili hajatajwa sana, hawajamtaja sana, lakini ana nafasi kubwa katika kanisa. Anatufundisha namna ya kuwa pengine wakimya, kutokuwa waongeaji sana. Maana Mtakatifu Yosefu hatujamsikia sana akiongea, lakini anatufundisha kuwajibika katika familia. Na leo tunasikia anaongea habari ya siri, kumwacha kwa siri. Tena Injili inasema asitake kumwaibisha. Tumsifu Yesu Kristo. Aibu, sio kumwaibisha. Kuna watu tunajisifu kuaibisha wenzetu, sio? Kwamba nimemkomesha, kwamba mambo yako wapi? Hadharani.
nimemkomesha akome, sijui maneno gani na maneno mengine tunaongea, lakini hao au huyo mtu anayesema nimemwaibisha, tunaimba naye kwaya. Msifu Yesu Kristo. Wana kwaya wangu, na vile mmependeza, vile mnang'ara kama watu na watania na watania, msije mkanipiga mawe tunapendeza lakini tumbea tu muombo, si ndio? Utasikia tu shosti nikwambie fulani leo tayari hata kama una uhakika, tumbea tudogo kuaibishana, furaha yako mwenzako aibike kweli. Mtakatifu Yosefu tunasikia katika somo la Injili asitake kumwaibisha. Ndugu zangu, tutafakari juu ya maisha yetu. Tumekuwa na kipindi cha Majilio, sasa tunafikia ukingoni. Pengine tujiulize, tumekuwa tukimsikia Nabii Isaya akiongea, tumekuwa tukimsikia Yohana Mbatizaji, tengeneza njia ya Bwana, nyoosha mapito. Hayo mapito tumeyanyosha, tumejiandaa. Hebu jiulize, Majilio hii umeenda kwenye sakramenti ya kitubio? Tumsifu Yesu Kristo. Umeenda kwenye sakramenti ya kitubio? Piga kipepsi jirani yako. Je, jirani upo? Sakramenti ya kitubio au njia tunanyoosha vipi? Au sisi ndo wale watakatifu, hatuhitaji haya masakramenti, tupo tu tunakwenda? Maana hata kwenye kanisa wanasema, kuna amri inasema ungama dhambi zako zote walau mara moja. Kuna wengine hata hiyo hatuishi, au mnasemaje? Yaani hata hiyo amri yenyewe hatuishi ya kuungama dhambi mara moja. Haupo. Bado unajiita mbatizwa, mimi Mkatoliki. Sio? Mimi Mkatoliki. Tangu ungame unapata kipaimara mwaka gani? Mwaka 95. Mpaka au wakati unafunga ndoa. Mpaka leo wewe unapuyanga tu unakwenda, sio? Unakwenda. Maana wanasema hata sisi wavivu wa kuoga walao tunanawa nini? Kiamka asubuhi na dawa zangu uso kidogo, kwenye kioo najiangalia, sijaoga, sio? Sasa tunapoongea habari ya kunyoosha mapito, kutengeneza njia ya Bwana, Majilio inaisha. Bado tuna siku ngapi hapa mbele? Ndugu yangu, ukae ujitafakari, uone kwamba maisha yako yanaendaje, maisha yako yamekaaje. Tafakari juu ya maisha yetu ya familia, tutafakari juu ya maisha yetu ya wito, lakini tutafakari namna gani tunapokea mpango wa Mungu pasipo kunung'unika. Hilo ndilo kubwa na la msingi la kulitafakari. Katika somo la pili tumemsikia Mtume Paulo akisema yeye ni mfungwa wa Kristo. Sisi ambao ni wabatizwa tu wafungwa wa Kristo, basi tumuombe atuimarishe katika utume wetu, tuweze kusimama, tuenende pasipokuwa na manung'uniko, tuenende kwa ujasiri, tuenende kwa kufuata mapenzi ya Mungu. Hizi siku chache zilizobaki kabla ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atukumbushe ni kwa namna gani tunapaswa kuishi, hasa imani. Tukiwa na imani hatutanung'unika. Tukiwa na imani tutatambua kwamba haya yanatokea kwa sababu ni Mungu ametaka. Tukiyaweka yote mikononi mwa Mungu, yeye atayabariki, yeye atatuimarisha. Tumsifu Yesu Kristo. Utusaidie kupokea kazi na wajibu ambazo umetukabidhi tuzitimize, Bwana. Uwajalie wakina baba wa familia ukarimu wa baba mlishi Yosefu katika kuyaangalia mahitaji ya familia zao, Bwana. Uwaamshe wakina mama wa familia kutimiza vema kazi ya kuwalea watoto wao
kuwatunza na kuwaongoza katika njia ya imani. Ee Bwana. Utupe sisi sote neema za kuitikia mwito wetu tuliopangiwa tuufuate kwa uaminifu. Ee Bwana. Utupe moyo wa kuwatunza wazee wetu, kuwasaidia maskini na kuwatayarishia wote wasiojiweza misaada na kufanya maisha yao mazuri. Ee Bwana. Wakumbushe watu waliopewa wadhifa kutimiza mamlaka yao kwa manufaa ya watu waliowakabidhiwa. Ee Bwana. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.